Naam, mpenzi mtazamaji, karibu katika kituo hiki cha Bosongo Chituka, mahali tunafanya uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na leo tunachanganua matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027 ambayo yamepangwa na kupewa kipaumbele kwamba Rais William Ruto ataendelea na uongozi wake kwa miaka mingine mitano bila kujali kama kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga atachagua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi huo. Mpenzi mtazamaji, kama hujasubscribe katika channel hii ya Bosongo Chituka, na kuomba kwamba usidi kusubscribe, kama huja comment, kama hujaweka thumb hapo kama like, naomba kwamba ukaweze kuweka thumb, ukaweze kucomment, ukaweze kusubscribe ili tukaweze kukua kama Bosongo Chituka, na hilo ndio tunakuomba kwa moyo mkunjufu. Na tukiendelea na mambo ya kisiasa, hayo ni kulingana na mshauri wa katikati wa mawasiliano wa katikati wa Kenya Kwanza, matamshi ambayo aliyatamka kwa kijasiri siku za hivi punde. Mazungumzo hayo yalichochewa na mijadala kuhusu tangazo la kushtukisha la Raila Amolo Odinga alipotaka kuwania kiti cha wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, hatua ambayo kimsingi ingemweka kando kujihusisha na mambo ya siasa ya Kenya hadi mwaka wa 2028. Ikumbuke kwamba mbona tunasema kwamba Rais William Ruto ataendelea kuiongoza nchi ya Kenya kwa miaka mitano ijayo kama watakuwa wanashindana naye Raila Amolo Odinga. Ikumbuke kwamba Ruto alimshinda Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 licha ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kumuunga mkono azima ya waziri mkuu huyo wa zamani Raila Amolo Odinga. Matokeo hayo yanadokeza matokeo ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Mbona niseme hivyo? Raila Amolo Odinga alisimama na umoja wa Azimio la Umoja, na ilionekana kuwa na kuungwa mkono na watu wengi. Na Rais William Ruto alisimama na umoja wa Kenya Kwanza, pia nao ulionekana kuwa na muungo wa watu wengi na maeneo mengi. Na hivyo Raila akaonekana kuwa yeye ndiye atakuwa mshindi, kitu ambacho kiligeuka na kuwa kinyume. Na tukiendelea, kama Raila atakuwa katika kinyang'anyiro cha kutafuta kiti cha urais, Kenya Kwanza inatarajia ushindi na tofauti ya angalau 67%. Kwamba Wakenya watamchagua tena Ruto kwa sababu ya jinsi anavyobadilisha mazingira ya Kenya. Hayo ni kulingana na wale wandani wa Rais William Ruto ambao wamesema kwamba iwapo Raila atatangaza leo, mimi nitaingia katika kinyang'anyiro cha kutafuta kiti cha urais katika mwaka wa 2027, Rais William Ruto atamshinda kwa 67%. Hayo ni kulingana na wandani wa Rais William Ruto. Ukumbuke vizuri, nataka unishike vizuri. Iwapo watakuwa debe, huyu ni Raila Amolo Odinga na huyu ni William Ruto. William Ruto atamshinda Raila na 67%. Iwapo wao wawili pekee watakuwa katika debe. Kwa hivyo hao ni kulingana na wandani na wachambuzi wa masuala ya kisiasa ambao ni wandani wa Rais William Ruto. Na Ruto atakuwa mshindi iwapo Raila atakuwa kinyang'anyiro na watakuwa wao wawili. Hii ina maana gani? Raila kwa miaka mingi ameonekana kwamba wakati anashindwa, yeye kila ambacho anachokifanya ni kuingia katika serikali. Ikumbuka kwamba wakati wa serikali ya Kibaki, wakati alishindwa, aliingia wakatengeneza nusu mkate. Hii kitu ambacho Wakenya wengi hawakufurahia. Ikakuja wakati wa Uhuru Kenyatta, wakati alimshinda wakatengeneza handshake. Na sasa
wakati ameshindwa uchaguzi wa mwaka 2022 pia ameungana naye Rais William Ruto ambaye alikuwa wakirushiana maneno wakati wa uchaguzi na watu wakaunga Raila Amolo Odinga wakasema sisi tunataka Raila Amolo Odinga kuwa rais. Lakini sasa hivi ameingia katika serikali na amenyamazia mambo mengi. Ndio maana tumesema kama wawili watakuwa katika kinyang'anyiro, watu prefer kumpigia kura Rais William Ruto. Mpenzi mtazamaji, tukutane katika kanda ifuatayo. Kama hujasubscribe, naomba kwamba ukaweze kuweka subscription yako, naomba ukaweze kuacha comment, naomba ukaweze kuweka like ama thumb, na ukaweze kuweka notification on, ndio maana wakati unaweka kanda zetu unasipata moja kwa moja. Wacha Mungu akubariki, tukutane katika kanda ifuatayo.